family limitation. Moja ya nia ya shetani ni kufanya kila mmoja amwabudu yeye na kumtukuza yeye, na hili kuhakikisha hilo, atakuwa akitafuta kila aina njia ya kufanya watu wote wamwabudu yeye na kumtukuza yeye. Hivyo atainua vikwazo mbalimbali kwenye maisha ya watu ili kwamba watu warudi kumwabudu yeye. Na moja ya kitu ambacho huwa kinamtisha shetani ni kuona mtu anafanikiwa bila kupitia yeye, ni kuona mtu anafanikiwa kwenye maisha yake bila kumtegemea yeye. Hivyo atakuwa anatafuta mbinu tofauti tofauti za kumzuia yule mtu asifanikiwe kwenye maisha yake. Na shetani hawezi akayazuru ama akayagusa maisha ya mtu yoyote pasipokuwa na mlango fulani ambao anatakiwa apitie huo mlango. Kwa hiyo ili shetani ayaharibu maisha ya mtu yoyote, ni lazima pawepo na mlango ambao atautumia kuingia kwenye ule maisha ya mtu ili ayaharibu. Sasa akiwa anatafuta mlango, ndipo ambapo mara nyingi huwa anakutana na mlango wa familia. Kwa hiyo mlango wa familia imekuwa ndio silaha kubwa sana ya shetani kuharibu maisha ya watu wengi na kuweka vizuizi kwenye maisha ya watu wengi. Ni kwa namna gani? Ni kwa sababu wengi familia zetu ama historia za familia zetu tulikuwa tukiabudu miungu, tukiabudu mizimu, na tulishakabidhiwa kwenye hiyo mizimu. Wazee wetu wa zamani walisema, mimi na familia yetu na watu na uzao wangu wote ninaukabidhi kwenye hii mizimu. Mizimu mtakuwa mna uhalali juu ya familia yangu, mtakuwa na mna halali juu ya maisha yao. Kwa hiyo shetani akiwa anatafuta ataenda kuchimba kwa habari ya damu ya kwako, kwa habari ya maagano ya babu zako. Akishachimba, akishakuta kama kuna maagano wazee wako walishingiaga na yeye kwa habari ya familia yao, hivyo ataanza kutumia kama mlango wa kukuzuia wewe kwenye maisha yako, na atakuwa akitangaza uhalali kusema, huyu mtu ni miliki yangu, huyu mtu alishatolewa kwenye maisha ya kwangu. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba vitu vyako vimeacha kupiga hatua, mambo yako yameacha kufanikiwa, maisha yameanza kuwa ni magumu. Ni kwa sababu kuna hii limitation ambayo shetani anaitumia. Kuna vitu vya kifamilia ambavyo vilikuwepo, shetani ameanza kuvitumia kama silaha ya kufanya wewe usonge mbele. Na kwa kuwa ulimwengu wa leo unaendesha kwa principles, hauwezi ukamzuia kwa kuwa anatangaza uhalali kwa ajili ya maisha yako. Ndio mbinu pekee ambayo shetani huwa anaitumia sana kupiga watu wengi kwenye maisha yao. Mlango wa kwanza atakaotumia, ataanza na mlango huu wa familia zetu tulikotokea background. Na kuna baadhi ya familia wakiwa wanaweka mapatano, huwa wanatamka baadhi ya maneno kusema familia zetu zitakuwa ni familia za namna fulani, ama ukoo wetu utakuwa ni wa namna fulani. Sasa kwenye level ya familia hapo nitakueleza kwa namna kama 3 ama 2 ambazo zitakuelewesha. Cha kwanza, kuna wengine ambao tumetoka katika vizazi ambavyo wazee wetu walilaaniwa na baadhi ya watu. Lakini pia hapa kwa cha pili, kuna ambao wazee moja kwa moja wao ndio ambao walijipeleka kwenye hiyo mizimu. Kuna namna 2. Kwa hiyo kuna mapatano ambayo yanatembea kwa sababu ya laana fulani ambayo ipo kwenye damu. Wazee wetu hapa walilaaniwa. Kuna mtu alishamchokozaga huko nyuma, kuna mtu alishampigaga hapa, alifanya kitu ambacho ni kibaya, akawa amewalaani. Baada ya kuwalaani, ile laana inatembea kwenye kizazi mpaka kizazi ambayo inafikia yule mtu. Kwa hiyo mtu ameshakuwa na umri mkubwa, ile laana pia inatembea. Ikishafika kwa yule mtu, shetani anatumia ile laana kama kizuizi cha yule mtu kwenye maisha yake, kwa sababu ipo sehemu ya damu ya kwake. Lakini pia kitu kingine ni wazee wetu wenyewe walitukabidhi kwa mizimu, walitukabidhi kwa mashetani. Kwa hiyo pia anatangaza uhalali kwa ajili ya maisha ya kwetu. Sasa hapo ndipo ambapo unatakiwa ujue na kufahamu namna ya kudili na hiyo limitation. Inawezekana unafanya biashara au unafanya kitu fulani na unaona kabisa upige hatua, kumekuwa na uzito mkubwa sana wa wewe kupiga hatua kwenye hicho kitu ambacho unakifanya. Jambo la kujua ni kwamba inawezekana kuna limitation ambayo imetokana na familia yako. Na jinsi ya kujua kama hichi kitu
ni pattern ya kifamilia ama kimetokana na familia au kipo kwenye familia yangu, ni kuangalia maisha ya kila mmoja kwenye hiyo familia. Angechunguza maisha yao, angalia the way wanaishi, the way wanafanikiwa, mafanikio ya namna gani, ama elimu ya namna gani, ama struggle zones za namna gani. Utagundua kama watu wengi matukio huwa yanajirudia. Baba alikutana tukio la namna fulani, mama hivi, jomba hivi, shangazi. Kwa hiyo ukiona matukio kama haya yanajirudia pia umekuta na wewe, unajua moja kwa moja umeshaingia kwenye ule mtego wa familia, kwenye ile maagano ya familia. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Na shetani ataviingiza hivyo vitu kwenye familia. Cha kwanza ataingiza magonjwa, pia anaweza kaingiza mafarakano ya ndoa, mahusiano kutokuwa mazuri, anaweza kaingiza ulemavu, anaweza kaingiza tabia, anaweza kaingiza gumu fulani, kwa sababu anavyoviingiza vyote vinakuwa vikilenga hatima za watu kuzirudisha nyuma, kusema kwamba huyu mtu hata kija baadaye akatoboa akiwa anataka kufanikiwa, magonjwa ataibuka kwake, ataanza kumrudisha nyuma. Au huyu mtu tutamrudisha kwetu kwa kupitia ulemavu, akiwa anataka atoboe atapata ulemavu. Ama huyu mtu akitaka kuolewa hataolewa, hatapata mtu wa maisha yake. Utakuwa kila siku ni magomvi, hata kama akiolewa akifanikiwa lazima tu ataachana ama hataishi kwa amani. Kwa unaona kitu fulani kinatokea bila sababu kwenye maisha yako, unajiuliza why jambo fulani linatokea. Lakini kumbe kuna namna moja ama namna nyingine, sehemu ya hatima yako au sehemu ya familia yako ilishatengenezewa, ilishajiungamanishwa na hiyo mizimu ama hayo mapatano ya kichawi. Nadhani hapo unanielewa. Sasa namna gani unaweza ukatoka kwenye hiyo mapatano? Namna gani ambapo unaweza ukatoka kwenye hayo maagano ambayo yanatokana na familia? Namna ya kwanza ya kutoka kwenye hayo maagano ambayo ni ya kifamilia ni namna moja tu, ni kuwa na ufahamu na ukiri thabiti kwa habari ya wokovu wako. Ni kuwa na ufahamu na ukiri thabiti kwa habari ya wokovu. Naposema ufahamu, ni ufahamu kwa habari ya damu ya Yesu, ufahamu kwa habari ya wewe kuwa mwana wa Mungu na kukiri kutokana na ule ufahamu ulionao. Maagano yoyote yanawekwa kwa kutumia maneno, yanawekwa na maneno, lakini pia yanasindikizwa na sadaka. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu alitolewa kama sadaka kwa ajili ya maisha yetu. Kwa sadaka ya kwanza Yesu mwenyewe tayari ameshatolewa kwa ajili ya maisha yako. Lakini kinachofuata ni wewe kukiri kwamba tayari umetoka katika familia yako na upo katika agano jingine. Kwa kuwa hauwezi kutoka kwenye agano moja bila narudia tena, hauwezi kutoka kwenye agano bila kuingia kwenye agano jingine lenye nguvu. Kwa hiyo ili utoke kwenye agano moja lazima kuku na agano jingine ambalo unaingia. Kwa hiyo utakuwa unakiri kila wakati, nimekombolewa kwa damu ya Yesu, nimenunuliwa kwa damu ya thamani, na mimi nimewekwa kuwa mtoto wa Mungu. Utakuwa ukikiri hivyo, mimi ni mtoto wa Mungu, damu ya Yesu imenunua, nimetolewa sadaka na Yesu mwenyewe, na maisha yangu ameshachukuliwa na Yesu, na mimi nipo salama, na mimi nipo huru. Utakapoanza kukiri hivyo, unatangaza uhalali kwamba wewe ni miliki ya Mungu, sio miliki tena ya kipepo wala ya nguvu za giza. Ndivyo ambavyo utaanza kufanikiwa na kuona nuru kwenye maisha ya kwako. Na mara zote huwa hatuyavunji maagano, huwa tunatoka kwenye maagano. Kwa nini huwa hatuyavunji maagano? Ni kwa sababu maagano huwa yanaundwa na zaidi ya watu wawili ama kuanzia wawili na kuendelea. Wewe unaweza ukavunja leo, lakini mwingine akalikubali, itakuwa ni sawa na kazi bure. Hivyo huwa tunajitoa kwenye yale maagano, na namna kujitoa kwenye maagano ndio kujiingiza kwenye agano lingine ambalo ni agano la Yesu Kristo. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Ukiendelea kufanya hivyo, utaanza kuona nuru kwenye maisha yako na utaanza kuona ukombozi kwenye maisha ya kwako. Mungu akubariki sana. Tukutane kwenye vipindi vingine tena. Amen.